anakaa vizuri kwa na wenzake, majirani zake, marafiki zake, ndugu zake, awe na wema na awe na huruma, awe mpole kwa wenzake. Sio yakiwapata mabaya yeye anafurahia, hana ukweli. Sio akiona kuna vitu ambavyo kwamba fulani vikimpata yeye anakuwa hayupo katika hali nzuri ya kisiha ya kiafya, yeye anafurahia. Bado hajakusana muumini wa kweli. Umpende mwenzako kama wewe unavyojipenda kwenye nafsi yako, uwe mkweli. Lakini mnafiki isaatan wa amna, kazi yake amekusanya kuwafanyia watu mabaya tu, hana ukweli. Na hata kama akiyafanya yale mazuri anafanya kwa njia nyingine, nyuma ya panzia ya stara na jambo jingine, sio mkweli. Wa amna, nimekupa hiki wewe, mimi nimekufanyia hiki wewe, wewe si nimekuleta hapa, mimi si nimekupokea hapa Dar es Salaam wewe, mimi si nimekulipia kodi wewe. Jamaa isaatan wa amna, anakusanya yale mabaya wa amna. Ukweli, ukweli katika maneno, uwe mkweli. Ukizungumza mkweli katika maneno yako, unazungumza ukweli. Hii nimenunua kiasi kadhaa, nimenunua 50,000, lakini wewe nakuzia 30,000, uongo mtu, muongo. Hii nimenunua kiasi kadhaa, lakini wewe nakuzia kwa kiasi kadhaa, ni uongo mtu. Pengine bahati mbaya zaidi hapo hapo akafuatiliza na kiapo juu, wallahi kwa kiasi kadhaa nimenunua, na kiapo juu, ataapa kwa Mwenyezi Mungu, ni uongo. Kisa tu, sababu tu bidhaa yake, kama vitabu, kama nguo, kama mabati, kama mabao, basi uongo mtupu. Kumbe hajui kitu kidogo anachodharau yeye kinaweza kikamporomosha, kikamshusha akawa asala safiri, chini ya chini, adna dhalili kwa Mwenyezi Mungu, hana thamani. Jambo dogo. Ukweli ndio kila kitu, na ukweli ndio upanga wa muumini. Ukweli ndio silaha ya muumini. Ukiwa mkweli maana yake hata Mungu anakupenda, tofauti na ukiwa muongo. Ukweli vile vile katika nini? Katika nia. Nia yako ya ukweli. Wasi ulioa kabla Ramadhani, nia yako ilikuwa ni tumetoka karibuni kwenye Ramadhani. Ukweli katika maneno yako unavyoongea, ukweli katika nia yako. Ulioa kabla Ramadhani, kumbe nia yako ilikuwa na nia yako katika moyo wako. Baada ya Ramadhani ikiisha, huyu mimi namwacha, basi naendelea na mambo yangu, kudangadanga, nimerukia huku, nimepanda huku, nimeparamia huku, wala iyadhu billah. Hamna kitu. Ulimrudisha hawa watu kitendea kwao, ukampeleka kwao. Kumbe baada ya Ramadhani nia yako mrudisha. Uongo sio kweli, ukweli kwenye nia. Wewe sio mkweli kabisa. Ukweli katika vitendo vyako. Vitendo vyako, muamala wako kwa vipi na watu, ni uongo mtupu. Utakuta mtu ana simu yake, ile simu ndani ya simu kasefu majina. Kwenye yale majina utakuta jina kaandika mama fulani, mama mdogo, sijui kaandika Musa, sijui kaandika Isa. Kumbe muongo. Huyo sio mama mdogo wala sio Musa wala sio Isa, ni mchumba wake wa nje. Wala sio mama mdogo wala sio Musa wala sio Isa, ni uongo katika vitendo vyako, muongo. Ili tu mkeo akiona ajue kwamba huyu Musa, huyu fulani mwanamume mwenzake, rafiki yake. Kumbe uongo. Uongo mtupu. Lazima watu tu wa kweli. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ya Tirmidhi, katika dua aliyokuwa akiomba, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Dua fupi tu, lakini imekusanya kila kitu. Sallallahu alaihi wasallam, maneno mafupi yamekusanya kila kitu. Hakuna kama Mtume Muhammad. Maneno madogo tu, lakini majmuu al-kalim yamekusanya kidogo, ndani yake na kila kitu. Dua fupi tu, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Mungu nakuomba, Mwenyezi Mungu wa haki, kwani kuna mtu aliyokuwa na sarira mzuri kuliko kiumbe mtukufu Mtume Muhammad? Nani ana sarira mzuri kuliko Mtume? Nani? Kuna nani aliyokuwa bora kuliko Mtume Muhammad? Dua anatufundisha sisi. Mungu atusiri tuliokuwa nafiki waongo. Basi kupendana tunafiki, mapenzi ya uongo, mkeo unaishi naye lakini una uongo, majirani zako unaangalia yao mabaya, uongo. Yani kila pembe, kila nyanja kuna uongo ndani yake ya kuzunguka zunguka. Wal iyadhu billah. Mwenyezi Mungu haki na kuomba, ij'al sarira, jalia ndani huko ndio ukweli unapotokea. Yale tuliyosema sidq, jalia sarira ndani ya moyo wako, khairan min alaniyati, kufanye kuwe ni kwa kheri kuliko wazi.
utajionyesha watu na madhahir, uko hivi uko hivi uko hivi. Baada ya hapo kumbe muongo ndani ya moyo wako, muongo sasa. Ndio maana Mtume anaiomba idua kutufundisha sisi, jaalia ndani kuwe kumesafika. Kukisha safika ndani, safaul batin, ndani kukisha safika, wewe huna madule na mtu, wewe huna maradhi na mtu, wewe huna kinyongo na mtu, wewe huna ghishi na mtu, wewe huna udanganyifu na mtu. Kwenye biashara zako utakuwa mkweli, kwenye maneno yako utakuwa mkweli, kwenye muamala wako, matendeano yako na watu utakuwa mkweli, kwa sababu ndani kushasafika. Ndio maana Mungu haangalie huko dhahir, haangalii viungo, anaangalia huko. La yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Haangalii katika sura mweupe mweusi, hapana, kasimama hivi kainama hivi, anaangalia ndani, ukweli. Ukweli ndio kila kitu. Tunatakiwa tuwe wa kweli. Tumetoka katika Ramadhani, ukimrudia yule uliokuwa naye wewe muongo kwa maasi, ni muongo tu, hamna jingine. Lazima Ramadhani tuthibitishie kwamba sisi tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa matendo yetu na maneno yetu. Mus'ab bin Umair tunamjua, sahaba wa Mtume Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Impokea hadithi ya Imam al-Baihaqi. Mtume alipokuwa amepita, akaja akapita kwa Mus'ab bin Umair, wale ambao waliokuwa wamekufa, akaja kwake, fawaqafa alayhi wa da'a lahu, akasimama alafu akamwambia dua, alafu akaisoma hii aya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Waumini wa kweli, katika waumini kuna watu ambao kwamba sadaqu ma ahadu Allah alayhi, ni wa kweli yale ambayo Mungu amewaahidi, na wao wamechukua ahadi kwa Mungu watatekeleza, ya kuacha maovu, ya kufanya yaliyokuwa mazuri, ya kuacha mabaya, ya kufanya yaliyokuwa kheri, kuacha makatazo, kufanya yaliyokuwa yale tuliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, lazima uyatekeleze. Alafu baadaye akasema maneno yake maarufu, thumma qala sallallahu alayhi wasallam, ishhadu anna haula'i shuhada'u 'inda Allah yawm al-qiyamah fa'atuhum wazuruhum fawalladhi nafsi biyadihi laysa ahadun yusallimu alayhim illa raddu alayhi. Akaonesha ukubwa wa ukweli wao waliokuwa nao. Hawa ni mashahidi kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, kwa Mwenyezi Mungu, sio mashahidi wa dunia. Kuna mashahidi wa dunia, hawa ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Njooni muwe mnakuja kuwatembelea, muwatolee salamu, muwazuru, sio leo tu, ila yaumil qiyama. Njooni muwe mnawatolea salamu, mnawazuru mpaka siku ya kiyama. Hakuna mtu yoyote, hakuna yoyote atakayetoa salamu isipokuwa wao watarudisha salamu, illa raddu alayhi, watarudisha salamu mpaka siku ya kiyama. Kuonesha ukweli unabakia na unaendelea kuwepo na kuwepo. Ukweli ndio kila kitu. Kama mtu hana ukweli amefeli. Na ndio maana waliopita walitushinda kwa sababu walikuwa wa kweli. Kwenye ibada zao, kwenye matendo yao walikuwa wa kweli. Tofauti na watu wa sasa hivi, tumekuwa sisi tuko busy na kudili na mambo ya dhahiri tu. Akisifiwa mtu hata kama sio kweli kafurahi huyo. Yuko hivi yule, mcha Mungu yule. Sasa hivi usiku wa kuungana na Mwenyezi Mungu, kila mtu mpenzi wake, mpenzi wangu Allah. Simama nafsi. Alafu tena hapo kinachofuata ni ibada. Akiamka asubuhi nywele zake zimevimba kwa sababu ya kusimama kuungana na Mungu wake mpenzi. Hata chini. Alafu anaiambia nafsi yake, kwa sababu ya ibada wewe umeumbwa. Bihadha khuliqti wa bihadha umirti. Umeumbwa kwa sababu ya ibada na wewe umeamrishwa ufanye ibada nafsi. Walikuwa wa kweli katika mambo yao. Na sisi tumetoka ndani ya Ramadhani, lazima tuwe wa kweli. Tumetoka ndani ya mafundisho ya mwezi wa Ramadhani,
tuwe wa kweli. Kuna walioveshwa mapambo ya ukarimu, walikuwa mabakhili, wachoyo. Mwenyezi Mungu awape pambo la ukarimu, wamekuwa wakarimu. Walikuwa mabakhili. Kuna wengine walikuwa waongo, Mwenyezi Mungu labda amewapa halal sisi, wamekuwa wa kweli, wameingia ndani ya Ramadhani, wametoka sasa hivi wa kweli. Wengine walikuwa watu ambao kwamba wal billah, lakini Mungu amewapa ifa. Kazi yao pengine ilikuwa mambo kukaa barabarani tu basi, kuangalia kapita huyu kapita yule. Mwenyezi Mungu amewapa ifa, wametoka ndani ya Ramadhani, wamesafika, hawataki kuona hata mambo ya uchafu wa wanawake na mambo mengine. Ramadhani ifanye kazi, lazima ionekane athari ya mwezi wa Ramadhani. Moja ya athari lazima tuwe wa kweli. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa huwa asdaqul qailina jalla jalaluhu wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فافوزوا المستغفرين إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametutaka tuwe wa kweli. Kinyume cha ukweli ni uongo. Na maana ya ukweli kujiepusha uongo. Mujanabatul kadhib fi jamii al-aqwal. Ndio daraja ya kwanza ya ukweli. Daraja ya kwanza ya ukweli. Kuna daraja tofauti. Lakini daraja ya kwanza ya ukweli ni kujiepusha uongo katika maneno yako yote, katika vitendo vyako vyote unavyovitenda, katika nia zako zote, uwe mkweli. Kwa nini ukweli? Kwa sababu ukweli unampelekea mtu akawa mtu mwema. Ukweli ukadumu nao unamfanya mtu akawa kuwa ni mwema. Mtu anakuwa mkweli mpaka mwisho wake anakuwa huyo mtu ni mwema. Akishakuwa mtu mwema, hakuna chengine kinachopatikana zaidi ya kwamba kile ulichokuwa unakitaka kwa Mwenyezi Mungu umefanikiwa. Kuna kitu gani kikubwa kama kuwa mtu mwema? Hakuna. Sisi tumetoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, maana yake tunatakiwa tuwe wa kweli, ili ukweli utuongoe tuwe katika watu wema. Masahaba wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa mfano wa juu katika kuonesha ukweli. Waliokuja baada yao walikuwa mfano wa juu katika kuonesha ukweli. Na ndio maana ukiangalia katika siyar as-salaf wal khalaf waliopita nyuma, ukisoma katika manakibu yao utajua ukweli wao walikuwa vipi. Tunamjua Handhala bin Abi Amir, sahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi imepokea Imam al-Baihaqi na Imam Hakim katika mustadrak wake. Ulipokuja habari, aliposikia tu kelele, lamma sami'a as-sayhata, aliposikia kelele kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kashatoa ruhusa watu watoke, wafunge safari, waondoke. Hadithi inasema wa huwa ala imraatihi qama min fawrihi wa lam yasmah li nafsihi an yataakhara an al-khuruj hatta yaghtasila fastushhida wa huwa junubun. Fastushhida wa huwa junub. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna al-malaikata tughassilu. Salu ahlahu ma shanuhu فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر.
Aliposikia ukelele, mtume anaamrisha watu watoke waende katika jihad. Handhala yeye alikuwa juu ya mkewe, anafanya tendo la ndoa, anastarehe na mkewe, yupo juu anafanya ile kazi. Alifanya nini? Lakini kashasikia ukelele wa mtume, ukweli huu, kashasikia kwamba mtume watu wote watoke waende. Pale pale akatoka. Alipotoka wala hajairuhusu nafsi yake nikaoge janaba. Hapana. Kaondoka na dude lake la janaba. Huyo anaondoka zake. Akaenda mpaka huko alipokwenda vitani. Akauliwa. Alipouliwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasimulia kwenye hadithi, akaonekana malaika wanamuosha. Lile janaba lake linaoshwa na malaika. Malaika wanamuosha janaba lake. Anna almalaikata tughassiluhu, malaika wanamuosha. Aoshwe na binadamu. Alikuwa mkweli kwa maamrisho ya nani na mafundisho ya nani? Kwa sauti ya mtume Muhammad. Kapata daraja adhim, jalil, kabir, kubwa, kwa sababu ya kusikiliza sauti na wito kuitika wa mtume Muhammad. Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wama amartukum fatu minhu mastata'tum. Nilio kuamrisheni yaacheni yote moja kwa moja. Ma nahaytukum fajtanibuhu, nilio kukatazeni yaacheni, yani bila kubagua. Huo ndio kwa wenyewe. Mtume kakataza kitu fulani, wewe useme hilo linaweza likakuangamiza hiyo kwenye hadhara ya Mungu kesho. Hilo ikawa sababu ya Jibril kumwambia malaika, aya nadi anna fulanatan qad shaqiya shaqawatan lam yas'ad ba'daha abada. Neno dogo, kitu kidogo, kwa kukosa ukweli. Jibril anaweza kumwambia malaika, aya ita fulani bin fulani, ameshakuwa muovu, ameshakuwa mbaya, hatoingia tena peponi, aanze kwanza motoni. Na inawezekana jambo dogo tu ikawa hiyo sababu, anna fulana qad saida saadatan la yashqa ba'daha abada. Fulani ameshakuwa mwema jamani, nida min rabbil a'la, wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Atamwamrisha Jibril. Jibril atamwita mmoja katika malaika, kazi yake ita fulani bin fulani kafaulu, nenda. Watu wanasikiliza. Fulani bin fulani kafeli, nenda. Watu wanakuona, unaondoka wewe kinyume kimgongo. Wala yadhu billah. Lakini alisikiliza wito wa mtume Muhammad, akapata daraja adhim mpaka leo tunaisoma na tunaisema. Kaoshwa na malaika. Nani kaoshwa na malaika? Handhala. Wapi mfalme? Kiongozi wapi? Anatawala wapi? Alikuwa anatawala dola au nchi? Alikuwa sahaba na mfuasi wa mtume Muhammad. Alikuwa mkweli. Pale akatoka akaenda kule, alipokwenda kwenye vitani akafa, malaika wamchukua wanamuosha. Mtume akawaambia wale maswahaba, hebu ulizeni. Alikuwa anataka kuonesha umuhimu na ukubwa wa daraja aliyopata usahaba. Hebu ulizeni familia yake, kwani kafanya nini huyu? Mmoja anaoshwa na malaika. Wakaenda wakamuuliza mke wake, bana kuna nini? Mtume atuambia tuje kuuliza. Mke wake akamwambia, huyu nilikuwa naye mimi katika raha, katika ladha, lakini ladha yenyewe fake, sura. Ladha yenyewe majazi, sio ladha ile hakika. Ladha ya hakika ukawa na mpenzi wako Allah. Moja ya daraja mpaka umpate Allah awe mpenzi wako, uanze kuwa mkweli. Ladha zingine zote ni fake. Na ukitaka kujua fake, inawezekana hiyo ladha ikageuka ikawa ni kero. Ndio hilo kinachotoka kwenye ladha, baadaye ndio kinapotoka. Mwanao unempata vipi? Unampata kiudhalili, kiudhaifu. Angalia, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali. Ndio unampata humo, anapatikana kidhalili, anaishi duniani kidhalili, anapatikana kidhalili. Tumemuumba binadamu min nutfatin lamania amshaj, lenye rangi tofauti ya mwanamume na mwanamke, amshajin nabtali. Alafu ndo unapatikana wewe udhalili. Unakuja baadaye unakula au unafanya nini? Unaenjoy, unatembelea hiki. Baadaye hapo unaenda msalani, unaenda kufanya nini? Unafanya haja. Na maana Sayyidina Ali baada ya kuulizwa na yule mtu, atadri man ana? Unanijua mimi? Unanijua mimi nani wewe? Kaambia ana arifu, mimi nakujua. Ana arifu. Awwaluka nutfatun qadara. Wa awsatuka tahmilu al-ba'ra. Wa akhiruka jifatun muntina. Nani wewe? Wewe nani?
Umeumba kutokana na tone la manii linalonuka. Una nini? Katikati ya hapo wewe unakula, unakunywa, unaenda na haja. Unaenda kufanya haja. Unafanya haja dogo na unafanya haja kubwa. Mwisho wako siku ya siku unakufa, watu wanakuzika, unaoza. Wewe nani? Unaligalika wewe nani? Una nini? Una nini? Lakini ukweli ndio kila kitu. Ukishajua umetokea wapi asili yako, utajijua, utajishusha tu. Utakuwa dhaifu, utakuwa laini, utakuwa dhalili, utaishi vizuri na watu na utakuwa mkweli kwa Mwenyezi Mungu. Akaipata daraja ya juu kabisa Allah. Akaoshwa na malaika. Mkewe akamwambia tulikuwa tunafanya tendo la ndoa baada, lakini mwenzangu baada ya kusikia wito wa Mtume Muhammad haraka akatoka, hajaoga wala hajafanya nini, akaondoka zake. Mtume akamwambia daraja kaipata kwa sababu hiyo. Ukweli, tuwe wa kweli katika kila jambo lako, uwe mkweli kwa mkeo, mkweli kwa mfanyakazi wako, mkweli. Sio wewe unamwajiri mfanyakazi kama kumbe mwanamke